Mheshimiwa mgeni rasmi, wafamasia kwa ujumla wetu, tunapongeza wewe pamoja na serikali yako kwa juhudi zako za kuelekeza yatengenezwe mazingira bora ya kuvutia wawekezaji maeneo mbalimbali, ikiwemo uwekezaji katika sekta ya afya, hususan uanzishwaji wa viwanda vya bidhaa za afya, vituo vya afya binafsi hapa nchini. Tunaona kasi ya kuboresha huduma za afya hapa nchini ikiwa katika hatua nzuri, hasa tunapoelekea katika kuwa na utalii tiba hapa nchini. Chama cha Wafamasia Tanzania tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Afya na Baraza la Pharmacy kuweka ulazima wa maduka ya dawa muhimu kuwa na mtaalamu wa pharmacy aliyesoma, kwa maana ya pharmacy assistant au pharmaceutical technician. Hii itasaidia katika kuondoa ile changamoto ambayo mara nyingi tumekuwa tukiiona kwenye vyombo vya habari, inaturudia sisi wafamasia. Lakini ukienda kwenye uhalisia, sio mfamasia, ila ni mtu aliyepewa mafunzo ya muda mfupi akaenda kuhudumu kwenye eneo la dawa. Hivi karibuni, kutokana na mabadiliko ambayo yametokea katika dunia nzima katika ufadhili wa sekta ya afya, tayari serikali ya awamu ya 6 imeshaweza kutupatia fedha kiasi cha shilingi bilioni 141.98 kuweza kukava gap ambayo imejitokeza kwa maana ya bidhaa za afya zinazohusiana na magonjwa ya ukimwi, malaria pamoja na kifua kikuu na dawa nyingine za muhimu kwa ajili ya afya ya mama na mtoto. Tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua kwamba hii ni kutokana na mapenzi makubwa, lakini pia umuhimu ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameuweka kwenye sekta ya afya. Pamoja na kwamba hatujafika pale tunapotakiwa kufika, lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, wengi hapa sisi ni mashahidi. Hata zile vurugu kule kwenye vituo vyetu na kwenye majukwaa yale ya kisiasa zimepungua sana, kwa sababu bidhaa zipo, zinapatikana. Kauli mbiu ya mkutano huu kama ilivyokwishasemwa inasema famasia kiini cha afya kwa wote, ubunifu, uwekezaji na afya jumuishi kwa wote chini ya uongozi wa mabadiliko. Kauli mbiu hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, inajikita hasa katika mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 ambayo ni eneo la bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo na sisi pia tumejielekeza kutekeleza mwelekeo huo wa serikali. Na tuna imani kabisa kada hii ya pharmacy ni kati ya kada ambayo itapelekea kasi kuongezeka katika kutekeleza bima ya afya kwa wote. Yamekuwepo matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi wetu, kama vile matumizi ya dawa pasipo kushauriwa na daktari, matumizi ya dawa za usingizi kutumika kama kilevi, matumizi ya dawa kunenepesha mifugo, matumizi ya dawa kukoleza pombe za asili na kadhalika na kadhalika. Kwa ninapenda kuwasihi muendelee kutoa kipaumbele kwa swala la elimu ya matumizi sahihi ya dawa ili kusaidia jamii yetu kutambua na kuepuka madhara ya matumizi holela ya dawa. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kuhusu utafiti na matumizi ya miti dawa. Kama wanataaluma, mnafahamu kuwa aina nyingi za dawa zinatokana na miti na mimea mbalimbali. Na nchi yetu hali kadhalika imejaliwa kuwa na uoto wa asili wenye aina mbalimbali za miti na mimea inayofaa kutumika kama dawa. Ninapenda kutoa wito kwa Wizara ya Afya kupitia kwa Taasisi ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI, Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, kushirikiana na Chama cha Wafamasia nchini
kuendelea kuwekeza katika tafiti zenye lengo la kutatua changamoto za kiafya katika jamii, na hasa tafiti kuhusu miti na mimea mbalimbali ya asili inayojulikana kuwa tiba katika jamii zetu, ili kuweza kuendeleza na kutengeneza dawa kwa kutumia sayansi na teknolojia ili kutibu magonjwa kwa ufanisi zaidi. Aidha, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo maalum kwa ajili ya bustani za miti au mimea dawa, nadhani wenyewe wanaita botanical gardens, ili kuihifadhi, lakini pia kuwarahisishia watafiti wa dawa kutekeleza jukumu hili. Wote tunafahamu na nimekwisha kueleza, serikali inatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya ununuzi wa dawa, lakini bado kuna upotevu mkubwa wa dawa kutokana na wizi, ambapo badala ya dawa muhimu kupatikana kwenye vituo vya afya, zinapatikana kwenye maduka binafsi ya dawa. Na ninasikitika kusema baadhi ya maduka yanamilikiwa na baadhi yenu. Sasa hili ni jambo ambalo halikubaliki na linadhoofisha sana jitihada za serikali za kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili ninawataka wale wote wanaojihusisha na tabia hii waache. Na kwa kuwa masikio ya vyombo yako hapa, lakini pia vyombo vya habari viko hapa, basi wale wanaohusika wachukuliwe hatua stahiki wakisha kubainika kujihusisha na vitendo hivi. Wanaturudisha nyuma. Jambo la 4, na ninashukuru sana mganga mkuu wa serikali amelisema, ni kuhusu kiapo cha kitaaluma cha uadilifu. Ninapenda kuwasisitiza wanataaluma wote wa famasi kufanya kazi kwa kuzingatia kiapo na miiko ya taaluma yenu. Ninalitaka Baraza la Famasi kusimamia kwa ukaribu swala hili ili kuhakikishia wananchi wa Tanzania huduma bora. Lakini kadhalika, vyuo vinavyofundisha taaluma ya famasi navyo vizingatie maadili katika kufundisha na kuzalisha wanataaluma wenye maadili, weledi na ujuzi stahiki. Mnyororo wa ugavi wa dawa na bidhaa nyinginezo za afya umeimarika. Upatikanaji wa dawa vituoni umefikia wastani wa 89%, na malalamiko ya wananchi juu ya huduma za dawa nchini yameendelea kupungua. Lakini pamoja na hayo, serikali imeendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya afya katika kutekeleza mipango mahususi, ikiwemo ule wa afya kwa wote. Na lengo kuu la mpango huu ni kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma ya dawa bila vikwazo. Kwa kuwa utekelezaji wa jambo hili unaendelea, ninapenda kutumia jukwaa hili kuwasihi wanataaluma wa famasi mkaongeze na kuwa chachu ya kufanikisha jambo hili kwa kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko wa bima ya afya, lakini pia kuhakikisha upatikanaji wa dawa zilizo salama na zenye ubora katika vituo vyenu vya kazi.